na kilichotokea au kilichofanyika Januari 5 mwaka huu 2026 ni kwamba timu ya uchunguzi ilifanya operation ya kuwatafuta watumiwa wengine na kufanikiwa kuwakamata raia wawili wa China waliokuwa wakitafutwa kwa muda fulani. Na waliokamatwa ni Yao Likong na Wang Wex ambao ni wakazi wa Oyster Bay Phoenix Apartments zilizopo Kinondoni hapa Dar es Salaam. Walikamatwa wakiwa na fedha taslimu kiasi cha dola za Kimarekani 707,775 sawa na shilingi bilioni 1,732,333,750 pamoja na shilingi nyingine za Kitanzania milioni 281,400,000 zikiwa ndani ya gari katika mifuko ya sandarusi ambazo jumla yake sasa ni bilioni 2 na milioni 13. Fedha hizo zinashukiwa ni mazalia ya fedha zilizotakatishwa kupitia taarifa za kadi za benki zilizoibiwa kutoka kwa watu mbalimbali nje ya nchi. Watumiwa hao wameshindwa kuthibitisha uhalali wa upatikanaji wake, kwani hawana kampuni au biashara halali zinazowapatia kiasi tajwa na hawana uthibitisho au stakabadhi zinazoonyesha namna walivyonunua kiasi cha dola ambazo walipotwa nazo. Pia naomba niwajulishe kwamba ukamataji uliofanyika ulishuhudiwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Oyster Bay iliyopo kata ya Msasani wilaya ya Kinondoni, ambaye alithibitisha kuwa watumiwa hao walikamatwa wakiwa na kiasi taji. Ieleweke kwamba maafisa wa TAKUKURU ndio waliomuita mwenyekiti wa mtaa huo ili ashuhudie tukio hilo kwa mujibu wa sheria na taratibu za ushahidi wa upekuzi, kwamba taarifa aliyoitoa huko mtaani sio rasmi na haijatolewa na TAKUKURU na wala hakuelekezwa na TAKUKURU kufanya hivi. Ndugu waandishi wa habari, katika hatua nyingine, kwa maana ya kwamba sambamba na tuhuma ya taarifa za kadi ya benki ambazo anakabiliwa nazo mtuhumiwa mmoja katika wale wawili waliokamatwa aitwaye Yao Ling, alikuwa akitafutwa na TAKUKURU kwa tuhuma za ufunguaji wa makampuni hewa 5 yanayochunguzwa kwa makosa ya ukwepaji kodi na utakatishaji fedha ambazo jumla ya shilingi trilioni 1.8 ambazo zinadaiwa hazijatozwa kodi na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2025. Wale watuhumiwa waliokamatwa watafikishwa mahakamani hivi punde. Ndugu waandishi wa habari, TAKUKURU inatoa tahadhari kwa Watanzania wenye tamaa ya kutaka kutajirika kwa haraka kwa njia zisizo sahihi kuacha mara moja kusajili makampuni hewa wao wenyewe au kwa kushirikiana na raia wa kigeni kwa lengo la kuzitumia kampuni hizo kupitia kadi ambazo zimeibiwa kwa lengo la kujipatia kipato ambacho sio halali. Tunatoa rai kwa wananchi wote kuendelea kujiepusha na vitendo vya rushwa na kushiriki kikamilifu katika kuzuia vitendo hivyo katika maeneo yao. Vile vile tunawasihi kuendelea kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi na kushiriki kutoa ushahidi mahakamani pale inapohitajika, kwani kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, wote kwa pamoja tutimize wajibu wetu. Nashukuru kwa kunisikiliza kwa taarifa hiyo ya umma.